Flaviana Matata ni shirika lisilo la kiserikali ambalo tunafanya kazi katika kuhakikisha mtoto wa kike anazifikia ndoto zake. Na kwa kufanya hivyo hatujaacha makundi yote yanayomzunguka huyo mtoto wa kike. Hatujawaacha wanafunzi wa kiume, hatujaiacha jamii, lakini pia wadau wakubwa ambao ni waandishi wa habari ambao tunaamini wanafanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha jamii inapata message au ujumbe sahihi. Lengo leo la kuwakutanisha waandishi wa habari katika ofisi yetu kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi pamoja na ukatili wa kijinsia. Activity hii imefadhiliwa chini ya ufadhili wa WFT ama Women Fund Trust, ambao ni wadau wakubwa sana wa kuhakikisha wanalenga jamii, na lengo kubwa sana ni kuwawezesha waandishi wa habari, kuwaongezea ujuzi kuhusiana na mada hizi, ili wao wanapofanya kazi iwe ni rahisi kuwa na information ambazo au taarifa ambazo ni sahihi ili zisiweze kupotosha jamii. Lakini tunaamini kwamba media inafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo elimu hii itasaidia kufikisha ujumbe kwa jamii zaidi na zaidi. Mradi huu hatujaanza na waandishi wa habari. Hapo awali ulianza mwaka jana. Tulianza na wanafunzi, tulienda mkoa wa Pwani, tukakutana na wanafunzi wa shule mbili, Kiwango na Msata, and then tukafuata kutembelea media. Tulipita kwenye baadhi ya media na tukaona kuna uhitaji mkubwa wa kuwakusanyisha media mbalimbali na kuwaweza kuwapatia taarifa hii. Kwa hiyo mradi huu umefanya na wanafunzi, and then tumekutana na media, lakini pia tulifanya na CHW ambao ni community health workers ambao tayari wana taarifa sahihi kuhusiana na mradi wa afya yangu. Kazi zetu tunafanya kwa ukaribu sana na serikali. Tunatambulika na Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu, lakini pia hakuna kitu chochote ambacho kinatoka hapa ambacho hakipo chini ya serikali. Kwa hiyo NGO yetu imesajiliwa na serikali na inaitambua. Kwa hiyo tunafanya karibu sana kazi zetu na serikali, lakini hata kwa ngazi za chini tunafanya kazi hizo nazo. Tunafanya kazi mkoa wa Shinyanga, Njombe, Pwani, Ruvuma pamoja na Mwanza. Kwa hiyo juu tunatambulika, lakini chini tunafanya kazi na halmashauri na vitongoji vyake. Kwa mikoa ambayo tumeifanya, mikoa hii tumeichagua kutokana na takwimu za serikali. Tuliangalia umuhimu wa elimu kwenye mikoa hii, lakini pia matukio haya ya kikatili yako vipi katika mikoa hii. Elimu bado tunaendelea kuitoa kutokana na mpango mkakati wetu wa miaka 5. Matukio yanapungua, lakini elimu bado inahitajika, kwa sababu hata tukiangalia sisi ni waandishi wa habari, matukio ya kikatili bado yapo. Elimu tunaitoa, lakini bado ina uhitaji mkubwa sana, bado inaendelea kuhitajika, na ndio maana tunaomba vyombo vya habari viendelee kusisitiza na kutia mkazo kwenye elimu hizi, kwa sababu sisi peke yetu hatutoshi, lakini tukiungana kwa pamoja, serikali, vyombo vya habari na wadau, kuhakikisha kwamba tunatoa elimu hii kwa pamoja, tutahakikisha kwamba yanapungua na hatimaye yataendelea kuisha. Tunaamini hivyo, na lengo letu ni hivyo, kuyapunguza na kuendelea kutoa elimu hizi. Hapo awali nimeshaisema mkoa wa Shinyanga, Njombe, Pwani, Ruvuma pamoja na Mwanza ni mikoa ambayo tunafanya nayo kazi kutokana na mpango mkakati wa organization wa miaka 5 kuanzia mwaka 2023 mpaka 27. Flaviana Matata Foundation kwa kutambua kwamba upo muhimu wa kuisaidia serikali katika kuelimisha watu ili waweze kufahamu stadi za maisha, kwa sababu stadi za maisha ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu kwenye jamii zetu tunazoishi. Leo hii tumekutana na waandishi wa habari, wameweza kujifunza mambo mengi kuhusu jinsi na jinsia, lakini pia tumeangalia juu ya afya ya uzazi, lakini inawezekana siku nyingine anaweza kupata nafasi akawaita wakaja kupata elimu zaidi kuhusiana na mambo mengine ya stadi za maisha. Hizi stadi za maisha tunavyoongelea, kwa maana kwamba zinasaidia sana vijana, hata kama ni mtu mzima au yani jamii yoyote ile inahitaji. Kwa mfano unaweza kukuta mtu ni ana familia yake, lakini pia na yeye mwenyewe anakuwa hajitambui. Wewe unamuhimiza labda mtoto wako aende shule, wakati wewe mwenyewe huelewi anaenda shule kufanya nini. Matokeo yake ndio unakuta mtu anaenda shule, akirudi nyumbani yule mtoto unashindwa hata kumshauri afanye nini, asome kwa bidii, anakuuliza mbona wewe hukusoma? Akikwambia mbona na wewe hujasoma, unashindwa hata cha kumsaidia. Lakini hii elimu ya stadi ya maisha tunaona kwamba itakuja kusaidia sana kizazi chetu kiweze kubadilika. Tumeona masuala ya jinsi na jinsia, kuna ukatili, udhalilishaji na unyanyasaji wanafanywa watu wakubwa kwa wadogo.
hasa watoto kwenye majumba, maofisini, sehemu za kazi, mahospitalini. Huko ukatili na unyanyasaji na udhalilishaji unafanyika. Lakini kama watu wanafanyiwa wanashinda pa kuripoti, sisi kama waandishi wa habari jukumu letu kubwa ni kwenda kuyaibua yote hayo ili tuweze kuyaripoti na turipoti kwa kuzingatia sheria, kanuni za uandishi wa habari. Kwa majina naitwa Faustin Felician Shija, ni mwandishi wa habari mwandamizi wa gazeti la Nipashe Dar es Salaam. Leo taasisi au NGO ya Flaviana Matata Foundation imetukutanisha hapa kwa ajili ya kupata mafunzo au elimu kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya elimu ya uzazi, masuala ya ukatili wa kijinsia. Na kiukweli tumepata, hatuondoki hivi hivi. Kuna kitu ambacho tumekipata kitatusaidia kwenye kazi zetu, hususan katika kuripoti hivi visa vya ukatili wa kijinsia, kuripoti visa vya masuala ya uzazi wa mpango, masuala ya afya ya uzazi kiujumla, vipo ambavyo tumeongezewa. Lakini cha zaidi kupata elimu. Kwa mfano, watu wengi sana tunachanganya kwenye kitu cha kinaitwa jinsi na jinsia. Hata kwenye uandishi wetu tulikuwa tukichanganya sana jinsia ni gani, jinsi ni kitu gani, lakini kupitia foundation hii tumepata mafunzo hapa.